بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Siku zijazo inshallah tutajaribu kidogo kuchukua baadhi ya kauli za Dr. Fadil As-Samurai. Dr. Fadil ni Mwiraqi ambaye sasa anafika umri wa miaka 92 takriban. Huyu mtu amechukua vyeo vingi sana katika universities mbalimbali na mpaka kuwa ni mkuu wa chuo katika section ya lugha ya Arabia, lugha ya Kiarabu, hasa alipokuwa Sharjah, na alikuwa na programu yake kila Jumatatu katika TV ya Sharjah. Yeye hasa amejihusisha sana katika kuchambua kwa undani kabisa maneno na aya za Qur'ani na kuweka wazi mambo mengi sana ambao Waislamu katika karne hii wamefaidika sana na uchambuzi wake. Baada ya kujiuzulu katika Jamiat Baghdad University alipokuwa ni ustadhi wa lugha ya Arabia katika mwaka 98, akawa ni mgeni maalum kwa ajili ya program katika Sharjah TV, barnamiji ikiitwa Lamasat Bayania, yani namna gani anabainisha maneno katika mufradat ya Qur'ani, ambayo hii ndio ito katika program Al-Ijaz Al-Bayani. Miujiza Qur'ani mingi sana, miujiza kisayansi, miujiza kilugha, miujiza ya nambari, miujiza ya mambo mengi sana, lakini yeye hasa kenda deep katika Al-Ijaz Al-Bayani kubainisha makusudio ya aya na makusudio ya maneno mbalimbali katika Qur'ani. Dr. Fadil Samurai amefanya kazi kubwa sana katika kuchambua maana ya maneno mbalimbali na kuweza watu wengi wakiwa maulama na wasiokuwa maulama kufaidika na kufasiri Qur'ani kwa njia iliyokuwa nyepesi kabisa na kwa urahisi kabisa, kutokana na vitabu vyake alivyotunga na program zake katika TV na nyinginezo na katika site mbalimbali. Ukiandika Dr. Fadil As-Samurai, Dr. Fadil Saleh As-Samurai, utapata mambo mengi ya miujiza ya kilugha, na vitabu vyake vikubwa ambavyo alivyoandika vyenye kuleta faida kubwa, kama mfano As'ila Bayania fi al-Qur'an al-Karim, Lamasat Bayania fi nusus min at-tanzil, kama mfano kitabu kingine Balaghatul Kalima fi at-ta'bir al-Qur'ani, kama mfano Maani an-Nahw ambayo ina sehemu 4 4 ajza. التعبير القرآني كتاب kingine Tahqiqat Nahawiyya, na vingi vinginevyo. Vyote hivi kila kitabu kinakupa faida kubwa. Huyu Dr. Fadil Samurai amesababisha watu wengi kuweza kufahamu makusudio mengi yaliokuja katika Qur'ani. Tutachukua sisi mambo madogo ambayo mna faida kubwa. Kila ukimwona Fadil Samurai katika kipindi chochote, basi kaa tayari kupokea vitu, kupokea treasure, hazina za Qur'ani. Leo tutazungumzia darasa moja katika darasa zake inshallah. Nayo darasa yenyewe inaitwa Al-Ahruf Al-Muqatta'a. Al-Ahruf Al-Muqatta'a katika Qur'ani, namna gani anavyochambua hizi herufi za mwanzo wa sura mbalimbali katika grupu Alif Lam Mim na Alif Lam Ra na Tasin na Tasin Mim na nyinginezo. Hebu tusikilize nini rai yake katika au kuchangia kwake katika kufahamu hali kusudiwa. Taban wafasiri wengi wanakuambia hizi ahrufu muqatta'a almuraduhu Allah wahdahu alam, makusudio yake ni Allah peke yake ni mwenye kujua. Naam,
هي حقيقة، ni hakika mambo kwamba muqatta'at, ahrufu almuqatta'a hizi herufi muradi wake peke yake Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Lakini leo unasoma alif lam mim, alafu moja kwa moja sema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, au unasoma alif lam mim sura pili baada al-Baqara, sura 3 al-Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Na unaendelea. Sasa tutizame sisi nini anasema katika aina mbalimbali za hizi harufu muqatta'a. Kwanza katika uchunguzi wake anasema kullu suwar allati tabda biharf ta tabda biqissat Musa, kila sura ambayo imeanza kwa harufi ta basi inaanza na kisa cha Musa. Kwa mfano Taha, Ash-Shu'ara, Tasin Mim, Surat Al-Qasas, Tasin Mim, Surat An-Naml, Tasin, umote unapata kisa cha Musa ndani yake. Na akasema kuhusu sura zenye kuanza kwa Hamim, zote sura zenye kuanza kwa Hawamim zote hizi tabda imma bitanzili kitab, inaanza kwa kuelezea kwa kushuka kwa kitabu na Qur'ani, au al-qasam bi, au kiapo kuhusu kushuka kwa kitabu. Akasema mfano katika sura al-Ghafir imeanza Hamim, tanzilu kitabi min Allah al-Aziz al-Alim. Linapokuja Fussilat, sura Fussilat Hamim, tanzilu min ar-Rahman ar-Rahim. Linapokuja katika sura Shura حاميم عين سين قاف وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. hivyo ndivyo tumekushushia wahi Qur'ani ya Kiarabu. Linapokuja katika sura Dukhan Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Hamim ya kitabu chenye kubainisha mambo, hakika sisi tumekushushia katika usiku uliobarikiwa. Katika sura Zukhruf unapata Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Hamim na kijana hapa kwa kitabu hichi chenye kubainisha mambo, hakika sisi tumejalia tumeifanya Qur'ani kwa Kiarabu. Na kadhalika ukija katika Al-Ahqaf Hamim tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Hamim ni mteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah mwenye nguvu zilizokamilika na mwenye hikma iliyokamilika. Kadhalika unakuja katika sura Jathia Hamim tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Hamim tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim. Mfano wake mfano Al-Ahqaf na Jathia, zote hizi mbili maelezo yake na maneno yale sasa. Je, nini Dr. Fadhil Saleh Samurai anasema kuhusu sura zenye kuanza kwa alif lam mim? Utaona kwamba anasema hizi alif lam mim ni sura ambazo zenye kuanza kwa herufi 3, moja alif katika kuelezea makharij al-huruf, namna gani herufi zinatoka katika mdomo wa mtu. Anasema alif sababu kuna aina 3 muhimu sana katika herufi hizi. Herufi yenye kutoka kwenye koo wanaita hizi ahrufu halqi, kutoka halqi kwenye koo, au nyingine lisani katikati kwenye ulimi, au nyingine shafawi kwenye mdomo. Ukizama alif mwanzo halqi inatoka ndani kwenye koo, lam katikati kwenye lisani ulimi, na mim kwenye midomo lips shafawi wanaita hizi. Kwa hivyo ukitizama ni sehemu 3 ya ndani na kati na nje. Kadhalika anasema yeye alif lam mim zote basi zinaanza kisa. Kwa hivyo anasema katika sura zote hizi alif lam mim zinaelezea kuanza kwa maumbile, kuanza kwa kuumbwa kila kitu, na katikati yake na mwisho.
sura zote zenye alif lam mim mwanzo wake awwal al-khalq wa wasat al-khalq na akhir al-khalq, mwisho katika kuumbwa. يعني بداية الخلق وسط الخلق نهاية الخلق، mwanzo kuumba, katikati na mwisho. Na ukitazama kama alivyosema katika sura Alif Lam Mim Al-Baqara, ndivyo unavyoona katika sura Al-Baqara, kuna kuanza kwa kuumbwa kwa Adam mpaka katikati katika ulimwengu kuishi maisha, sheria mbalimbali zilizoteremshwa kwa mitume mbalimbali, tashri'at, halafu mwisho inakuja kuelezea habari ya kiyama. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Tasimama kwa leo inshallah.